Ya bwana. Nataka. Na unataka. Oh jamani. Taniwa ni watoto jamani. Mbona mnanitetemesha Nani ndio hapa nifunga kama goli la chama Malaya wa mtaa, huyo malaya wa mtaa, huyo malaya wa mtaa. Wa mtaa. Baza. Swali nyaje? Sasa mimi nimekuja kijijini kidogo kufungasha tena unajua mvua hizi. Nahisi hapa kama kesho kishokutwa kwa sababu bado sijakamilisha. Sio kesi nyingine tena. Sasa bwana, mbona hilo jukumu kubwa sana hivi sasa? Malaya wa mtaa. Ya bwana. Nataka. Na unataka. Jamani. Taniwa ni watoto jamani. Mbona mnanitetemesha Nani ndio hapa nifunga kama goli la chama Jamaa. Jamani watoto ni. Nasogea jamani. Nakusikia. Basi fresh, ngoja mimi nipige hapa kati ya kesho kishokutwa ndo nitageuka mbio. Poa basi mimi. Mbona unakunywa haraka hivyo rafiki yangu, afu unachanganya? Umekunywa konyagi tayari ushaimaliza. Hivi unajua itakuwa kama ile ya jana? Unajua Saumu, hebu wewe acha mimi naumia mwenzio mapenzi mimi yananitesa. Nateseka. Mapenzi yaache. Kwa hiyo huyu unajua ana mawenge, anitesa ni kichwa changu. Kuna wakati ukifikia magubika itakiwa ukubaliane na kila hali. Unajua wewe hujui mimi napitia mangapi. Usiku mimi nakaa peke yangu mimi. Nalia wewe wako nibembeleza mimi. Hakuna mtu yote anaweza kunibembeleza mimi. Pombe hii mimi nikinywa najisikia mwenyewe mawazo yote yanaondoka. Najisikia nikinywa basi ndo nalala, usingizi unatokea. Sasa wewe unaniambia mimi niache pombe. Kwanza wewe Saumu wewe, mbona kama unakuja kuanza kuwa mnafiki? Sikiliza nikwambie. Kuna wakati ukifika itabidi ukubali kwamba Ana tayari kashakuacha. Wewe unafikiri utalewa mpaka lini? Itabidi ukubaliane na kila hali. Lakini habari ya kulewa kila siku ndugu yangu, maisha hayaendi hivyo. Thamani yako inashuka. Kwa hiyo mimi nimekaa hapa na kusikiliza, nasema ni mtu mwenye akili.
mavi ya naongea pumbavu. Nakubali wewe unaweza wewe kwani wewe ungeweza. Sikiliza nikwambie. Hivi kwa mfano mimi hapa dada yako ukinipa kazi ya kukutafutia mtoto mbichi. Saumu. Mkijali hapo. Jamani, orembo. Nianza nani msomeni orembo? Nani naanza? Wewe? Baby. Niambie mpenzi. Si nimekwambia nina wivu. Jamani, kwani nikwambia nini mpenzi wangu? Mimi nina wivu bwana. Mbona kwa hivyo lakini? Wivu wako bwana huo. Changamoto heka nazo kutana nazo, kudaiwa vikoba, marejesho, malaya wa mtaa, huyo malaya wa mtaa, huyo malaya. Yaani sasa mtoto mwenyewe nitakaye kutafutia mtoto mbichi, hata kibereko bado hakijatolewa. Upo? Saumu hapo mwongea mala kabisa. Yaani kuanzia leo mimi na wewe Saumu ni marafiki wazuri. Yaani unajua ngoja kwanza Saumu namwambie. Yaani Mungu ameumba watu wema, wewe ni mmoja hapo kati yao. Mwongea shamana hapo. Kwa Saumu kinitafutia. Unajua unapata mtoto mzuri, chuchu konzi. Sasa je? Saa 6. Yaani mbichi. Mtoto laini. Mtoto jicho akifanya hivi inaenda hivi mpaka mwenyewe unajisikia raha. Wewe nipe matamu yao. Usiwe na haraka. Mimi nishakwambia hivyo. Ina maana mpaka nikakwambia hivyo jua nina uhakika 100%. Yaani huyo mtoto nina uhakika kabisa utampata. Lakini mzuri, mimi nataka au unaweza kunitafutia na kuangalia, unajua magonjwa sasa hivi ni mengi. Sije kaingia nikapata ukimwi ukaniua na bado sijapata utamu. Utakutokea usiku wewe. Mimi siwezi kukutafutia mwanamke ambalo alieleweki likakuua wewe ndugu yangu. Mpaka nikakwambia hivyo jua nina uhakika. Subiri nimpigie simu. Malaya wa mtaa, huyo malaya wa mtaa, huyo malaya, huyo malaya. Unaenda kupigia simu. Rejo uko wapi? Niko nyumbani. Sikiliza nikwambie. Hapa kuna mchongo hapa. Naomba uvae upendeze. Uje. Yaani sasa hivi ninavyokuambia, vaa pendeza njoo. Yaani kuna mtu akaisha mpango, ana hela, ana mastress yako kibao. Kwa anahitaji mtoto wa kumbembeleza. Mkaka fulani hivi handsome boy mwenyewe ukimwona tu utampenda. Sikiliza. Yaani wewe vaa vile vinguo vyako vile vya mtego. Vaa pendeza njoo. Yaani huyu hapo ana mastress yake. Anahitaji mtu wa kumbembeleza. Alafu kitu kingine. Ukicheza naye vizuri ndugu yangu. Yaani mimi na wewe shida bye bye. Okay. Basi fanya haraka usiweke usiku. Okay, sawa. Changamoto heka nazo kutana nazo, kudaiwa vikoba, marejesho, malaya wa mtaa, huyo malaya wa mtaa.